Haki huinua taifa, lakini haki haiwezi kuinua taifa ikiwa haitawafikia wananchi wake. Kwa kulitambua hilo, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, imeendelea kuonyesha kwa vitendo dhamira yake ya kuhakikisha huduma za msaada wa kisheria zinamfikia kila mwananchi bila kujali anaishi kijijini, mjini au pembezoni mwa nchi. Sheria mpya ya mahakama ya kadhi, sheria namba 8 ya mwaka 2023 inafahamu swala zima la usuluhishi ni muhimu sana. Kwa hiyo kuanzia leo, kwa wale wanaoelewa tukumbuke, kwa wale ambao hawajui basi tuelewe kwamba mahakama ya kadhi ina kitengo muhimu sana ambacho ni cha usuluhishi. Sasa kuna njia mbili kuu ambazo Kamisheni ya Ardhi inawathibitisha wamiliki wa kumiliki ardhi. Njia ya kwanza kwamba wanapewa Zanzibari tu ambao hawa ndio wenye haki ya kumiliki ardhi kwa mujibu wa sheria ya Zanzibar. Na haki ya pili wanapewa ni wageni ambao hawa tunaita ni wawekezaji, ambao hawa huwa wanapewa mikataba ya ukodishwaji ardhi kwa mujibu wa sheria zilizopo. Sasa sisi wa Zanzibari kuna njia kama 5 hivi ambazo tunakuwa tunamiliki ardhi. Njia ya kwanza tunamiliki kwa njia ya kupewa zawadi. Labda mzee wako na kijisehemu, kijikiwanja au na kijumba pengine kaamua kukupa we zawadi, tunaita hiba au kwa kilugha ya kigeni tunaita gift. Kuna njia nyingine ya kumiliki ardhi, njia ya mirathi. Mzee amefariki, ametangulia mbele ya haki, basi wako warithi ambao wanarithishwa kisheria kwa mujibu wa sheria ya mirathi, wanapata mirathi yao. Njia ya 4 ni njia ya kununua, ya 3 ambao hii watu wanauziana, ingia katika miamala ya kuuziana. Njia 5 nyingine kupewa na serikali. Ikitokea serikali labda imegawa viwanja kwa wahusika, wana haki ya kuomba, lakini kwa miaka hii utaratibu kidogo umepungua. Kama zamani kwa watu wengi walikuwa wanapata viwanja kutoka serikali, lakini bado ile fursa ile pia ipo. Asiyejua sheria si kwamba hana haki, bali anaweza kushindwa kuipata. Kupitia elimu hii ya sheria, wananchi wamepata uelewa wa haki zao, wajibu wao na njia sahihi za kutatua migogoro kwa mujibu wa sheria. Elimu ambayo si tu inajenga uelewa, bali pia inaleta matumaini mapya kwa wale waliokuwa wamekata tamaa kutokana na changamoto walizokuwa wakikabiliana nazo. Nilikuwa mfanyakazi wa kampuni moja ya Flightlink ambayo inashughulikia masuala ya usafirishaji wa abiria na mizigo. Pata matatizo katika hiyo kampuni, tukaachishwa kazi kwa utaratibu ambao wanaujua wao wenyewe. Kampeni ya Mama Samia yani unahusiana na msaada wa kisheria kwa haki, usawa na amani kwa maendeleo. Kwa maana hiyo, baada ya kusikia hiyo na ikaja katika shehia yetu, tukashiriki kwenye hicho kikao. Nikaona na mimi na ni lazimu manake niende ili na mimi nipate hiyo haki yangu. Nikasekelezwa, nashukuru alhamdulillah. Kawapa hizi dokumenti ambazo zimetoa hiyo amri. Ilibidi wapigiwe simu wao wahusika ambao walikuwa waajiri wangu, wali approve kwamba niliambiwa kwamba nitoe namba ya kutumiwa hizo pesa. Namshukuru Mungu, wakatoa muda kwamba watanitumia pesa yangu. Na cha kumshukuru Mungu kwa kupitia msaada huu, alhamdulillah pesa leo nimeipata. Kwa wengi, kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia imekuwa zaidi ya huduma, imekuwa faraja, mwanga wa matumaini na daraja la kurejesha imani katika haki. Mahali palipokuwa na machozi, sasa panaonekana tabasamu. Mahali palipokuwa na huzuni, sasa panaonekana na bashasha, pamoja na matumaini mapya ya maisha bora zaidi. Nashukuru kwa kupata hichi kigari, alhamdulillah. Kitapata kumsaidia kwenda chuoni na skuli. Namshukuru Mama Samia na pamoja na Dr. Mwinyi kwa msaada huu anaotoa. Pia amweke maisha marefu na kila laheri ampe. Nilikuwa nimekuja kwa ajili ya kuhakiki cheti, kwa ajili ya kufuatilia vitambulisho cha Mzanzibari na Mtanzania. Ila cheti changu kilikuwa kina makosa baadhi katika system zao, yani katika kurekodiwa cha baba na cha mama. Cha mama ilikuwa upande wa jina la babu na cha baba upande wa jina lake, ila Muhammad refu kaandikwa kwa Muhammad fupi. Kwa hiyo wameweza kunisaidia nikafanikiwa tangia juzi, nashukuru Mungu alhamdulillah mpaka sasa hivi. Hii ndio tafsiri halisi ya uongozi unaoweka maslahi ya wananchi mbele. Uongozi unaotambua kwamba maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana bila haki, na kwamba haki haiwezi kuwepo bila mwananchi kuwa na maarifa ya sheria. Kila siku
Kuanzia kuchomoza kwa jua asubuhi hadi jioni, wananchi wamekuwa wakijitokeza kwa wingi katika mabanda yaliyowekwa kwa ajili ya huduma hizo. Chini ya jua kali na wakati mwingine mvua ikinyesha, bado wameendelea kufika kwa hamu kubwa kutafuta suluhisho la changamoto zinazowakabili katika maisha yao ya kila siku. Kwamba tumeweza kuhudumia watu wengi tofauti katika kampeni hii na wenye matatizo mengi, hasa mambo ya ardhi na mambo yanayofanana na hayo. Na tumeweza kufanya shughuli hii tangu siku ambao uzinduzi huu ulifanyika kwa tarehe 21 mwezi wa 6 hadi leo hii. Tunaendelea kupokea wananchi kwa kiasi kikubwa sana na kuweza kutatua matatizo yao, na miongoni mwao kama ambao mnawaona hapo nyuma yetu, tupo siku zote hizi bila ya weekend, bila ya mapumziko. Lengo ni kuweza kukamilisha ile dhamira ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika utoaji wa msaada wa kisheria. Upande wa taasisi yangu binafsi yangu tumeweza kuungana na wenzetu kwa ajili ya kutoa elimu hii ya kisheria kwa watu mbalimbali, ikiwemo madrasa, vyuoni, skuli, kwenye masoko, lakini pia hata mikutano ya hadhara. Na kwa upekee pia tumeweza kuwapa elimu ya masuala ya haki za binadamu na wajibu wao wananchi ambao walikuwa tunakutana nao, lakini pia kwa namna nyingine tumeweza kupokea malalamiko tofauti na kuwapa ushauri wa jinsi gani wanaweza kupata haki zao. Na matumaini yetu ni kwamba mwisho wa hii kampeni jamii kwa ujumla itakuwa imepata kufahamu na kupata uelewa kuhusiana na masuala yote ya kisheria, haswa katika haki zao za msingi na wajibu wao kama jamii, lakini pia hata katika utafutaji wa haki zao pindi wanapokutana na changamoto mbalimbali za kijamii. Wananchi, wanafunzi, wafanyabiashara, wavuvi, walimu wa madrasa na wananchi wa kada mbalimbali wamekuwa ni miongoni mwa wanufaika wa elimu hiyo. Hakuna shehia, kijiji wala mtaa ulioonekana kuwa mbali mno kufikiwa. Azma ilikuwa ni moja tu, kuhakikisha kwamba hakuna mwananchi anayebaki nyuma katika safari hii ya kupata haki. Hii imezinduliwa tarehe 20 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya maonesho Dole. Kwa upande wa Magharibi tuna jumla ya shehia 31 ambazo tunatakiwa kuzifikia shehia kwa shehia, kuweka mikutano wa shehia pamoja na kuwafikia makundi mbalimbali ya wananchi walio katika wilaya Magharibi, kuweza kuwapa elimu inahusikana na masuala ya sheria pamoja na upatikanaji wa haki juu ya masuala yao mbalimbali, ikiwemo masuala ya vyeti, ndoa na talaka, vitambulisho, masuala ya udhalilishaji, ukatili wa kijinsia, matunzo ya watoto pamoja na masuala mengine yote yanayohusiana na migogoro iliyokuwepo kwenye jamii, hususan migogoro ya ardhi. Ushiriki wa wananchi ni wengi katika maeneo mbalimbali ambayo tumeweza kuwafikia, lakini takriban ya wananchi 100,000 zaidi tumeweza kuwafikia kupitia kampeni hii. Kampeni hii imejumuisha katika shughuli mbalimbali, ikiwemo shughuli ya utoaji wa elimu. Tumeweza kufikia katika maeneo ya maskuli, lakini maeneo ya madrasa, maeneo ya vyuo vikuu, pamoja na sehemu mbalimbali ambazo zinajumuishwa watu. Kwa hiyo watu wengi wameweza kufikia kupitia kampeni hii ukilinganisha na kampeni ya mwaka jana. Kwenda vizuri kwa kipindi chote hiki na mwamko kama unavyoona. Yaani siku hadi siku basi watu wanazidi kujitokeza. Sisi kuna wengi kwa sababu wanapata huduma, ndio maana watu wanakuja. Kwa hiyo mafanikio ni makubwa. Sababu ingekuwa hapa kama watu hawapati huduma ambazo wanazihitaji, basi mwamko usingekuwa kama hivi. Kupitia kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia awamu ya pili, mkoa wa Mjini Magharibi umeshuhudia utekelezaji mkubwa wa huduma za msaada wa kisheria katika wilaya za Magharibi A, Magharibi B na Mjini Magharibi. Maafisa sheria wamefika karibu na wananchi wakitoa elimu ya sheria na huduma za ushauri wa kisheria kwa makundi mbalimbali ya jamii. Na waelekeza viongozi wa serikali wote wasimamie kwa dhati utekelezaji wa kampeni hii. Ondoeni vikwazo vyote vinavyokwamisha haki. Hakikisheni mwananchi anapata huduma kwa heshima na kwa wakati. Wajibikeni kwa matokeo na sio kwa taratibu pekee. Shirikianeni kufanikisha kampeni hii ya huduma za msaada wa kisheria. Ndugu wananchi, kwa upande wenu naomba niwakumbushe kuwa elimu ya masuala ya kisheria inayoendelea kutolewa iwe chachu ya mabadiliko kwa kuongeza utii wa sheria tulizojiwekea. Hilo litawezesha uendelevu wa amani, kuheshimiana na kujenga jamii yenye mshikamano na uchumi imara. Kwa hakika,
Mafanikio ya kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia hayatapimwa kwa idadi ya mabanda yaliyowekwa au maeneo yaliyofikiwa pekee, bali yatapimwa kwa idadi ya migogoro iliyopata ufumbuzi, familia zilizorejeshewa matumaini na tabasamu zinazorejea kwenye nyuso za wananchi baada ya kupata msaada waliouhitaji kwa muda mrefu. Kwa sababu mwisho wa siku haki inapomfikia mwananchi, taifa zima hunufaika. Msaada wa kisheria kwa haki, usawa, amani na maendeleo. Nusra Khamis, UBTV.